Rahby Digital, haki na ukweli. Je, unahitaji taarifa kamili na uchambuzi wa ndani zaidi? Jiunge sasa katika grupu letu la WhatsApp kwa malipo nafuu kabisa. Utapata uchambuzi wa kila siku, mchana na jioni, update za dunia kwa haraka zaidi, fursa ya kumuuliza maswali Rahby papo hapo na kupata majibu ya haraka zaidi kutoka kwake. Usikose nafasi hii adhimu. Jiunge sasa na uwe mbele ya taarifa kuliko wengine. Tupigie kwa simu namba 0654467177 au tuandikie ujumbe ni unge na Rahby, tutakuunga moja kwa moja. Khan kwa siri aliweza kufikia maeneo ya siri ya juu cha kituo cha Urenco na aliweza kupata michoro ya vituo bora zaidi vya ulimwenguni ambavyo vilirutubisha urani asili na kuifanya kuwa mafuta ya mabomu. Mnamo mwaka 76 aliondoka Uholanzi ghafla na kushangaza akisema kuwa alikuwa amepewa ofa ambao hawezi kuikataa Pakistani. Umeelewa hii story? Wakati anafanya kazi Urenco, akawa yeye ni katika watu wanaosambaza nuclear katika baadhi ya vinu vya Ulaya. Kwa hiyo yeye alijipenyeza, akawa anaiba taarifa mpaka akapata michoro yote ya nuclear zilivyo kila kitu. Ilipofika mwaka 76 tu akaondoka, akasema nimepewa ofa, nyumbani kwangu narudi. Sasa ile kuondoka, unajua baadaye alishutumiwa kwa kuiba ramani ya vinu vya uranium ambavyo vinaweza kubadilisha uranium kuwa mafuta kiwango cha silaha kutoka Uholanzi. Yaani walimshtukia kwanza wakati huo aliiba. Julai hiyo alianzisha maabara ya utafiti kule Rawalpindi ambayo ilizalisha uranium iliyorutubishwa kwa silaha za nyuklia. Yaani alianzisha kwa siri. Kwa miaka michache operation hiyo ya siri iliendelea na makampuni yaliagiza kutoka nje baadhi ya vitu ambavyo Khan alihitaji ili kuunda program ya uboreshaji. Hadithi rasmi ni kwamba walikuwa wakiendesha kinu kipya cha nyuklia. Yaani alianzisha vinu kwa siri ambapo hata baadaye alikuja kusema kuwa nilikuwa nafanya peke yangu, lakini inaonekana kama kuna mkono wa serikali ya Pakistani ulikuwa ukitoa usaidizi. Ingawa kuna ushahidi muhimu unaonyesha kwamba jeshi la Pakistani lilikuwa linasaidia kazi za Khan, serikali za kiraia kwa jumla ziliwekwa gizani, isipokuwa waziri mkuu Zulfikar Ali Bhutto aliyekuwa amependekeza mpango huo. Sijui umeelewa? Yaani jeshi la Pakistani lilivyochukua hii program ya nuclear lilifanya kuwa ni siri yake bila kushirikisha serikali za kiraia. Yaani wale mawaziri kuu waliokuwepo, hakuna aliyekuwa anajua kuwa kuna program inaendeshwa na jeshi la Pakistani kuhusu nuclear. Yaani wanasiasa waliwekwa pembeni, isipokuwa aliyekuwa anajua ni Zulfikar Ali Bhutto. Yaani wanasema hivi, huyu Zulfikar Ali Bhutto ni baba yake na Benazir Bhutto kama mnamkumbuka, aliyekuwa waziri mkuu. Sasa angalia kituko kilichokuwa kwenye hili. Yaani hata marehemu waziri mkuu Benazir Bhutto, binti yake Zulfikar Ali Bhutto, hakuambiwa neno lolote kuhusu mpango wa kugawa teknolojia nyuklia Iran na majirani zake. Yaani umeelewa hiki kitu? Yaani waziri mkuu Benazir Bhutto alishika nafasi akawa waziri mkuu wakati program ya nyuklia ilianzishwa na baba yake akishirikiana na jeshi ambayo ilikuwa ni siri. Kuna wakati ili utimize kitu ni lazima uweke siri. Fikiria, anaenda kushika nafasi kubwa kama waziri mkuu. Baba yake anajua kabisa huyu mwanangu ni mwanasiasa, lakini alikuwepo kwenye nafasi, yeye hayupo kwenye hiyo nafasi Zulfikar, lakini hakuwahi kusema kumwambia kama tuna program ya nyuklia ambayo inatakiwa ifanye kazi. Yaani Zulfikar hakumwambia mtoto wake Benazir Bhutto. Benazir Bhutto siku moja alikuwa kwenye mkutano kule Iran. Walivyokuwa wamekutana na Rais Rafsanjani wa Irani. Wakati kama mazungumzo Rafsanjani alimgusia akamwambia kamuulize nani? Rafsanjani unazungumza nini? Unajua katika mazungumzo anasema hivi, rais wa Irani Rafsanjani alimuuliza kama wanaweza kuthibitisha tena makubaliano ya nchi hizo mbili kuhusu mambo maalum ya ulinzi. Yaani walivyokuwa wanazungumza, sasa huyu ni waziri mkuu amekuja, alafu wanazungumza na rais Rafsanjani akawa anamwambia kama tunaweza kuthibitisha. Manake kuwa hata Rafsanjani alikuwa hajui kuwa ile siri ndani ya Pakistani ni kubwa, hata waziri mkuu haijui. Sasa Rafsanjani akastuka akamwambia unazungumzia nini hasa mheshimiwa? Yani unajua Bhutto alivyosema kuhusu masuala ya ulinzi na kiusalama, manake aligusa mbele zaidi. Sasa Rafsanjani alikuwa anamwambia Bhutto kuwa tutaendeleza yani awamu ya pili ya mazungumzo, yani kuwa ya ushirikiano wa kiusalama na kupeana siri kuhusu masuala ya nyuklia na kila kitu. Sasa alivyosikia hiyo taarifa, Bhutto mwenyewe akamuuliza unasemaje rais? Yani anamshangaa Rafsanjani, unasemaje? Bhutto anauliza huku akiwa amechanganyikiwa. Kwa hiyo hata Benazir alikuwa hajui hii program. Sasa ukitazama hii program inatajwa kuwa ilikuwa ikipeleka siri
kutoka kwa AQ Khan alikuwa akipeleka siri kati ya Libya, akipeleka Korea Kaskazini, akipeleka kwa Irani, lakini akiwa anaitumia ndani ya Pakistani. Hebu fikiria hii siri iliyokuwa imewekwa, waziri mkuu wa Pakistani haelewi kama kuna mpango wa nyuklia, isipokuwa jeshi linajua na programu inakwenda. Sasa majaribio yakaanza kumwandama kuanzia mwaka 79 ya mauaji ambayo yalifichuliwa na baadhi ya vyombo vya habari. Mahakama ya Uholanzi pia ikamfungulia mashtaka AQ Khan mwaka 83, wanasema kwa jaribio la ujasusi, ambayo hukumu yake ilibatilishwa baadaye. Lakini kufika mwaka 86 Khan alikuwa na imani kwamba Pakistani ilikuwa ina uwezo wa kutengeneza silaha za nyuklia. Fikiria, alificha mpaka kuja kuibuka tu tayari Pakistani ina nyuklia, ndio watu wanakuja kujua Pakistani ina nyuklia. Sasa kilichonifanya sijaimalizia hii hadithi ya nani, kwa sababu nikizungumza yote nitatumia program nzima, yani nitatumia kipindi kizima hiki kumzungumzia AQ Khan. Yani nilichokuwa nataka kukuonyesha tu kuwa kumbe project hizi sio za kelele. Kwa hiyo hata Irani pale wanapoambiwa kuwa tumevunja vinu vyenu vya nyuklia, walipaswa waseme ndio tumevunja, au tuamini kuwa Irani ana vinu vya nyuklia ambavyo havifahamiki. Inawezekana kabisa amewawekea drama kuhusu vinu vya Natanz, Fordo na Isfahan. Fikiria kuwa Pakistani iliendesha hii program chini ya ujasusi Marekani, kwa sababu ilikuwa inashirikiana na jeshi. Sijui China anatajwa kuwa alitoa baadhi ya siri nyingi kuwapa Pakistani kuhusu kuweka nyuklia. Kwa hiyo nyuklia ilisaidiwa kiasi kikubwa na Uchina, lakini anatajwa Jimmy Carter kutoa mkono wake kwenye usaidizi wake, lakini yeye Jimmy Carter alikuwa hajui kama Pakistani walikuwa na programu ambayo inaelekea kutengeneza nyuklia. Alikuwa anajua ni programu ya kiraia. Kwa hiyo Marekani pia alitoa usaidizi kwa Pakistani bila kujua kumbe wao walikuwa na sehemu za siri ambazo ndio walianzisha vinu vya nyuklia, tofauti na vile ambavyo vilikuwa vinajulikana. Tofauti. Aliyekuja kutoa siri kabisa kujulikana anasema ni Gaddafi, Libya, mwaka 80 na ngapi sijui. Libya ndio aliyokuja kutoa hiyo siri kuwa kumbe anasema sisi tunafanya program zetu za siri, sijui tunafanya nini, ndio ikaja kuleta vurugu kuwa kubwa sana. Kwa hiyo Irani kama hana nyuklia, anapaswa kutimiza nyuklia, afunge mdomo. Au tuseme kuwa ameshachelewa, au tayari kuwa Irani walikuwa hawajui hii programu inavyoendeshwa kama hii ya hawa ya Pakistani ambayo imetimiza kila kitu. Sidhani na sitegemei kama walikuwa hawajui. Wanajua na mpango ulipo. Sasa waziri wa mambo ya nje wa Irani Abbas Araghchi amesema hawana mpango wa kukaa kwenye meza ya mazungumzo na Marekani baada ya yale yote yaliyotokea. Hapa mimi nitaweka nukta kidogo. Mnakumbuka kabla ya mashambulizi ya Marekani, mimi niliweka comment yangu nikasema kuwa sio kila vita lazima ushinde. Kuna vita zingine unarudi kwenye mazungumzo na unazungumza na haya yanakuisha. Hilo nilikuwa nimelizungumza kwa staili hiyo wakati huo nilikuwa nakubaliana kuwa Irani inapaswa kuzungumza. Nilisema wakati huo inapaswa kuzungumzwa. Nilisema. Sasa wakati huo mimi nilikuwa naunga mkono mazungumzo yatokee, kwa sababu walikuwa hawajamshambulia. Lakini baada ya kufanya mashambulizi na Irani ikasema kuwa iko kwenye nafasi ya mazungumzo, nilikuwa nafikiria mara mbili. Irani anataka kuzungumza na nani? Lakini hili amelokula kuzungumza Abbas Araghchi, nimesema ni sahihi. Irani hawataki mazungumzo na Marekani. Tunaenda kuzungumza mazungumzo yapi na nyinyi, wakati mazungumzo yetu tulikuwa tunazungumza kuhusu urani ambayo nyinyi tayari mmeshaivunja. Abbas Araghchi anasema kuwa taarifa iliyotolewa na Donald Trump hivi karibuni ni taarifa ya uongo, kuwa Irani imeshafikia makubaliano ya kuanzisha mazungumzo. Abbas anasema hatuna hayo mazungumzo. Sasa taarifa hii nilisoma kwenye Mehr News Agency ambayo imeandika kwa kina hii taarifa kuwa Irani haitaki mazungumzo. Inasema hivi, Iran reject a plan for US talks. Yani wamekataa kabisa mazungumzo na Marekani. Na hilo naliona sawa. Sasa hii taarifa inakwenda kuiana na taarifa moja imeandikwa kwenye gazeti la Israeli la Haaretz. Gazeti la Haaretz linasema hivi, katika taarifa ambayo limeandika linasema hivi, report US weight bringing Iran back to negotiating table with economy aid sanction relief. Umeelewa hii? Yaani Marekani anaivuta Irani kwenye meza ya mazungumzo kwa ushawishi, baada ya kugundua Marekani amefanya blanda nyingi. Kwa ushawishi sasa anachotaka kuishawishi Irani kwa economy aid, msaada wa kiuchumi, sanction relief, kuondoa vikwazo. Anaanza kuivuta Irani baada ya kugundua kuwa hii ni mistake tulikuwa tumefanya. Maana yake kuwa
Uamuzi wa Irani kujiondoa IAEA ni pigo kubwa sana kwa kile kinaitwa jumuiya za kimataifa. Ni pigo kubwa sana. Lakini Irani kususia mazungumzo ni pigo jingine kwa Marekani, kwa sababu Marekani sema hana aibu, lakini Marekani hata kuwa na cha kujitetea mbele ya umma au jumuiya za kimataifa. Je, unaweza kuilazimisha Irani ikae kwenye mazungumzo na wewe kwa kipi unachokitaka, wakati taarifa ya Donald Trump inathibitisha kuwa mmedestroy vinu vyote vya nyuklia, yani vyote mmeviangamiza. Sasa unamtaka Irani akae kwenye meza, mfanye nini? Wakati ule mlikuwa na mazungumzo ya nyuklia, wewe nyuklia yao umeimaliza. Lakini Marekani anafahamu fika wazi kabisa kuwa si kweli kuwa nimemaliza nyuklia. Sijamaliza nyuklia yoyote. Kilichopo sio uhalisia. Uhalisia ni mwingine kabisa uliopo. Je, unahitaji taarifa kamili na uchambuzi wa ndani zaidi? Jiunge sasa katika grupu letu la WhatsApp kwa malipo nafuu kabisa. Utapata uchambuzi wa kila siku, mchana na jioni, update za dunia kwa haraka zaidi, fursa ya kumuuliza maswali Rahby papo hapo na kupata majibu ya haraka zaidi kutoka kwake. Usikose nafasi hii adhimu. Jiunge sasa na uwe mbele ya taarifa kuliko wengine. Tupigie kwa simu namba 0654467177 au tuandikie ujumbe ni unge na Rahby. Tutakuunga moja kwa moja. Rahby Digital, haki na ukweli.